Okay, so acha tuangalie tuko na nini leo. Okay, so another day. Leo ni Sunday. Happy Sunday fasi yote kwenye muko. Elimu ya jamii kuhusu sheria ndio tutazungumzia leo. Tutazungumzia mengi sana kuhusu sheria hapa kwetu Marekani, kwenye state ya Kentucky, zaidi sana kwenye tunaishi na kwenye tunaketi. Fahamu haki zako, fahamu mahali pa kupata msaada. Njoo vitu vikubwa tutazungumzia mwi habari yetu ya leo. Basi kama kwa baadhi ya hivi vitu, chukua ketu nisikilize vizuri. Fahamu haki yako na kufahamu sehemu unapaswa kupata msaada wakati una tatizo yoyote ya kisheria. Kwanza utangulizi, nasema habari za jioni ndugu na dada popote mlipo. Jina langu naitwa Mzee Haki, kwa jina la maarufu wengi wananiita Mzee Haki. Mimi ni mkalimani wa mahakama ya Kentucky na mtoa elimu kwa jamii. Njoo kazi tunafanya. Mafunzo ya leo ni kwa madhumuni ya elimu ya jumla pekee. Sijui mnanielewa hapo. Mimi si mwanasheria. I'm not a lawyer. Wala sitowe ushauri wa kisheria. I don't give some law advice. And then au kuwakilisha mtu yeyote mahakamani. Mimi pia siwakilishi mtu yeyote mahakamani. Lengo langu ni kusaidia jamii yetu kupata taarifa sahihi na kuwaunganisha, alright, na wataalamu wanaofaa, ikiwa ni pamoja na mawakili wenye leseni, alright, mawakili wa umma, ama public defender. Tunakusaidia kukuelekeza na connect nao na huduma nyingine muhimu za jamii. Njoo kazi tunafanya. So kazi yetu ni kukuelekeza sehemu unaweza pata public defender, kwa mfano lawyer ambaye atakusaidia. Tunaweza kutafutia lawyer kukuelekeza sehemu utapata license lawyer, alright, ambaye ana license, ambaye ni lawyer anaruhusiwa kwa state yetu. Kumbuka ukiwa na kesi nje ya Kentucky, hiyo kesi lawyer wetu wa Kentucky hawezi wakaifanyia kazi kisheria. So hivyo vitu vyote tutabibuni leo, tuhakikishe mnavielewa vizuri, okay? Kama hivi vitu vyote tuko na tazungumzia vinakuhusu wewe, basi chukua kiti uketi unisikilize vizuri na ufungue masikio kabisa. Changamoto zinazowakabili watu wengi ni nini leo? Ndugu zangu, dada zangu, sehemu yoyote mlipo. Watu wengi hukutana na matatizo kama, yasikilize vizuri, matatizo ambayo watu wetu wanakutana nayo uko chini, sijue wapi, yani mengi sana. Fungua sikio yako. Kwanza, kuendesha gari ukiwa umelewa. Hiyo kesi inaitwa DUI. Watu wengi mpaka sasa hivi wananiuliza DUI ni nini? Kwa kifupi tu, DUI ni ambayo ni citation unapewa wakati unatembeza gari na unabanwa na polisi ukiwa unalewa. Kosa la kufuata ni makosa ya usalama barabarani. Wewe kwa sababu uko na yumba unasababisha magari zingine kusitokuwa salama, ama wanaenda pembeni ya mstari ya katikati ama ya pembeni. Hiyo inaitwa makosa ya usalama barabarani. Swala la kufuata nasema, kosa ingine nasema kesi za jinai au za familia, ambayo ni family issues, domestic issues. Kesi hizo zote ni kesi za jinai ama za familia. Hivyo vitu vyote ndio vitu ambavyo vinatukumba na tuko navyo na matatizo makubwa sana hapa kwetu kwenye state ya Kentucky. Najua ni sehemu yote, but kwa sasa nazungumzia hapa kwetu kwenye state ya Kentucky because my community is a priority. Kwa sababu community yetu ndio kitu cha kwanza kwangu mimi. So now, kwa bahati mbaya, wengi hawajui pa kupata msaada wa kisheria ama hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Unaona, mtu hajue sehemu anaweza pata hata mwana lawyer. Unakuta mtu yuko na kesi ya immigration case ambayo public defender haiza kafanya.
lawyer wetu, na judge anakuambia inabidi utafute lawyer wako. Sasa utamtafutia wapi? Hapo ndio kuna swali kubwa sana. Wanakuambia is true kwa sababu labda mshahara wako ni mkubwa sana, wanakuambia tafuta lawyer wako mwenyewe. Sasa haujua utamtafutia wapi. Labda kesi yako ni tofauti ambayo inahitaji lawyer wa immigration, but haujue utamtoa wapi. Hapo sasa inabidi unifate vizuri, kwa sababu usipodhibitisha kitu hicho kwa wakati, hapo ndio kosa ziko naenda naongezeka kuzingine. Unapaswa kufanya nini kama hali hii inakufikia, right? Kitu cha kwanza, soma nyaraka zote ulizopewa na mahakama kwa makini. Narudilia, vile vipepa vyote vinatoka huko kwenye mahakama, soma navyo vizuri kimakini. Usipojua vya kufanya, vya kujibu, tafadhali tafuta sehemu mtu anaelewa Kiingereza akusaidie. Ofisi yetu iko wazi hapa, tunasaidia watu hivyo vitu kwa bure. Tutakusomea, sisi si wanasheria pana, sisi si maloya. Tutakuelekeza, tutakusomea tu, tukueleweshe hivyo vitu vizuri. Pointi nukta kufuata, usikose tarehe yote ya mahakama, tariki ya kwenda kukoti. Usijaribu, never try to miss that. If you're listening, unanisikiliza, usijaribu kukosa tarehe ya kwenda kwa mahakama ulipewa. Ikuwe vile vitu vyenyewe uliambiwa umevifanya. Ikiwa haukuvifanya, ikiwa haukuweza, tafadhali never miss, usimiss ama kuchelewa kwenda kwa mahakama. Pointi ya wasiliana na mwanasheria mwenye leseni mapema iwezekanavyo. Ukiwa na public defender ambaye ni lawyer wako ambaye koti yetu inakupatia, hakikisha wasiliane nao kabla kwenda kukoti. Hapo ni kama unaye. Kama hauna naye, inabidi kabisa tu contact mapema sana. Point ya kufuata, ikiwa hauongei ama hauelewi Kiingereza vizuri, tafadhali hauongei ama kuelewa Kiingereza vizuri, omba mkalimani wa mahakama. Ambia kwa mahakama pale, mimi sijui Kiingereza na mimi nahitaji msaada kupata mkalimani. Utapewa. Hizo ni bahati, hizo ni baadhi ya haki yako. Na point nyingine tuta develop hapa ya kufuata, ikiwa huna uwezo wa kulipia mwanasheria, uliza kama unaweza kustahili kupata public defender. Nasema public defender. Njoo hao maloya wa pale kwa mahakama. Kama hauna uwezo wa kulipia lawyer wako mwenyewe wa private, uliza kwa mahakama, uliza jaji zetu, unamuuliza mheshimiwa, ndezi nikapata public defender ili defend, ili anitetee. Again, itatokea na qualification zako. Mheshimiwa ataangalia unaweza kuqualify nini, kwa sababu kila kitu kinaenda na sheria. Ukiwa kweli hauna pesa za kutosha, uko maskini, uko na kiwango cha chini, basi haina shida. Hiyo ni baadhi ya haki yako, na wao mahakama wanahitaji kujua hizo haki. Alright? So hivyo ni vitu unaweza ukauliza kwa uhuru na ukapewa jibu bila shida. Public defender ni lawyer wa bure, hauhitaji kulipia. So sasa mimi kama mkalimani, hapana mwanasheria, mimi kama mkalimani ambaye niko na uzoefu na experience zaidi sana ya community yetu hapa, kwa mambo iko natokea hapa, ndezi nikakusaidia nini? Ndezi nikakusaidia nini? Nisikilize vizuri. Ninaweza kukusaidia vitu kama hivi.
kwanza kukutafutia, kukusaidia upate mawakili wenye leseni. Hiyo ni kitu kimoja, tunaweza kukusaidia kutafuta, tunakutafutia lawyer ambaye iko na license. Pili, tunaweza kukuunganisha na huduma za msaada wa kisheria. Ina maana tunakuelekeza gisi ya kupata public defender. Tutakuelekeza njia. Hauhitaji kusumbuka. Tunahitaji jamii yetu ikuwe huru na ijihisi kupata misaada wakati wanahitaji. Isikuwe juu you don't know nothing, haujue how to start, haujue utaanzia wapi, then unakuwa unaingia kwenye citations za mingi sana. Uliza. Tuko hapa kwa ajili yenu. Na pia tutakusaidia kuelewa nyaraka za mahakama, kukuunganisha na huduma mbalimbali za jamii. Kuna huduma nyingi sana za jamii hapa hamuzijui, hamtaki kuzitafuta jameni. Kuna jamii, huduma ziko nyingi tu sana hapa ambazo unaweza kutumia na zikakusaidia wakati unazihitaji. Hivyo ni vitu ndezi nikasaidia. Vitu siwezi nikasaidia ama kutoa ushauri. Alright? Siwezi kukushauri, siwezi kutoa ushauri wa kisheria wala kukuambia jinsi ya kuendesha kesi yako. Hiyo sio kazi yangu. Hiyo sasa inakuwa kazi ya mwanasheria ama ya lawyer. Sijui unanielewa? Ndio kazi ya public defender. Kazi yangu siwezi kupa advice yoyote. I can't give you any advice by law because sio kazi yangu. Basi angalia huduma zingine tunazo. Tunasaidia pia katika vitu kama hivi. Huduma kama kukutafutia green card, kukuhakikisha unajaza green card, vitu vyako vinaenda vizuri. Hizo huduma tunazitoa hapa kwa ofisi yetu. So ukiwa na uhitaji wa green card ama bado green card yako hayakuye, imechelewa, sijue, tunaweza kufuatilia hivyo vitu na tukahakikisha green card yako inakuja kwa wakati. Ama kwa ajili ya kesi zako pia bamekwambia green card yako imechelewa juu ya kesi zako, vivyo hivyo tunaweza tukakutafutia mwanasheria wa immigration ili aangalie vitu vyako ambaye iko na license. Tia ndani uraia. Na pia kumbuka mafunzo ya Permit Pro Academy ya kutafuta, ya kukusaidia kufaulu mitihani wa leseni ya udereva. Hivyo vitu tunafanya hapa. Na maana tunakufunza, we teach you, tunahakikisha uko tayari kwenda fanya mtihani wako wa learner permit and pass it for the first time. Yaani unapita mtihani wako kwa mara kwanza because umepewa knowledge inayofaa. Tunasaidia watu hapa kuboresha resume zao. Resume zenyu tunaziboresha, tunakuhakikisha tunakuandikia resume kulingana na mwelekeo wa Kimarekani leo wa hapa kwetu mjini hapa. Tunatoa pia misaada ambayo inasaidia kutuma maombi za kazi. Unahitaji kazi, ushasumbuka, tutakuelekeza vya kufanya haraka haraka. Pia na kitu ambacho sasa kikubwa sana sasa hivi ni huduma hizi tunatoa mafunzo juu ya ujuzi wa kidijitali ambayo inaitwa digital skills. Digital skills ni huduma za tafsiri na ni huduma ambazo zinakuwezesha kwenye kidijitali kufanya vitu vikubwa ambavyo leo naona AI technology inafanya ndio mfumo leo. No. So hiyo mifumo tutakusaidia kuelewa vizuri.
ukihitaji huduma za tafsiri na ukalimani, basi tuko hapa. Unahitaji translator, interpreter kukuelekeza sehemu yoyote, ama kwenda na wewe sehemu, basi ofisi yetu iko hapa. Tutakuwa hapa kwa kufanyia kazi. Na zaidi ya hapo, tunaelekeza watu kwenye huduma mbalimbali za jamii. So huduma zote ziko hapa. Na neno yangu ya mwisho leo, kumbuka ujumbe wangu wa mwisho. Ndasema nini? Elimu ni nguvu. Usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Umepata mabarua za kutoka kwa mahakama, unashindwa kuzisoma, unashindwa kuzifanyia kazi, unashindwa kwenda fanya ile shule ya wakunywa pombe kwa sababu umeambiwa ende fanya shule, ama shule ya uzazi bora ya kuchunga watoto vizuri. Yani uko nasubiri mpaka tarehe ya mwisho. Hapo sasa ndio makosa makubwa. Tafuta msaada mapema, uliza maswali na wasiliana na wataalamu wenye sifa, wanasheria wenye kuwa na license. Tutakuelekeza sehemu walipo. Kujifunza ndiyo fursa, ndiyo falsafa yetu leo. Tunaamini kila kitu inatokana na elimu. Kuwezesha jamii ndiyo dhamira yetu. Ni kitu kia muhimu sana kwetu. Na kwa leo, acha niwaambie na washukuru sana ambao kila mtu sasa hivi kuna tusikiliza kui live kwa muda wenyu, na muda wenyu mumeacha kila kitu, mumetusikiliza, na video hii isambaze. Tutaacha maelezo yetu hapo chini. Ukiwa na swali unaweza kututumia ujumbe moja kwa moja, na information zetu za social media tutaacha hapo chini. Tafadhali, ikiwa ndugu yetu amesumbuka na anaumia sana, muongoze aje, tutamwelekeza. Again, sisi si wanasheria, sisi si maloya, na hatupane any legal advice. Sisi ni walimu tu, tunakuelekeza vya kufanya mambo mengine. Wanasheria wenye kuwa na license njoo wanamaliza kesi. Hatupatia mtu yeyote advice kwa kuendesha kesi yake. Sisi tunaelimisha tu watu. Asante sana, na mimi nawatakia jioni njema kwa Jumapili hii. Bye.